Mchezo wa kirafiki kutanisha Azam FC dhidi ya Green Warriors, uwanja wa Chamazi Complex hapa Mbande, Mbagala, Temeke, Dar es Salaam, pembezoni tu mwa bahari ya Hindi, ndipo ambapo napatikana kiwanja hiki na timu hii. Green Warriors babe hawa walishatikisa soka la Tanzania mwaka juzi, lakini mwaka jana hawakufanya vizuri kwenye kombe la shirikisho, na maanisha walifanya vyema, waliwatoa Simba na wenyewe wakaja wakatolewa na Singida ambao walikuwa kwenye ubora wa hali ya juu. Mwaka huu hali yao si nzuri sana. Kikosi cha Azam, Benedict Haule akianza leo langoni, wakati ya mama bado ameendelea kuaminika upande wa kulia. Mbele kule Richard Dali Ela Jody pamoja na Donald Ngoma ndo atakuwa anaongoza mashambulizi katika kuhakikisha tu kwamba wanatengeneza nafasi nyingi na kupata magoli mengi kwa kadri ambavyo itakuwa inawezekana. Kikosi cha Azam FC hicho kisha wanakuwa tu timamu hivi, misuli isilemailemai namna gani. Green Warriors kama kawaida, Mohamed Ndumbewe anaendelea kukaa langoni akimweka mtu mzima Shaban Dihile, goalkeeper tangu kipindi kile cha Maximo, bado yuko kwenye bench lakini bado yuko kwenye kikosi kile. Yeye ndo atakuwa akiongoza shambulizi pale langoni. Bunu mtu mzima huyu Hussein Bunu bado yupo anasukuma kandanda, unaweza ukashangaa yupo Hussein Bunu na ndo kapteni wa Green Warriors. Amekana sawa na wasaidizi wake, na mkabumbu likianza wakianza vijana wa Green Warriors, lakini leo wako wamepiga jazi blue. Amepewa pasi chonganishi. Donald Ngoma ndani ya boksi. Ngoma alisusa ile kwa Jody lakini haikuwa na nguvu ya kutosha. Kona. Hakutaka kuwa mchoyo, lakini ukisikia weme umekuponza ndo ule, maana umetoa pasi alafu haijamfikia mlengwa. Richard Jody Dali Ela Idi Kipagwile. Jody tumbukiza ndani huko, kaituliza ndani ya box. Goli walikuwa wanamwangalia tu. Kasim Selemani, Abel Kasim Selemani alituliza ile, mabeki wakatulia wakamwacha afunge wakitegemea atakuwa ameotea. Kaambia kweli na michezo kadhaa ligi kuu sijafunga, lakini hata nyie katumbukiza nyavuni mapema tu. Walikaa kuomba offside mabeki wale. Kasim kona. Kasim Selemani anaonekana na uchu leo, cheza eneo la katikati. Richard Jody Dali Ela cheza ndani kule, Jody kona nyingine. Dali Ela Richard Jody anayekwenda kuchonga kona tena kwa mara nyingine ya kubwa. Hama Abdul Haji Omari Mahundi cheza 1-2 ile, ameingia nao ndani. Hama kona. Ingia nao ile Abdul Haji Omari lakini akadhibitiwa. Kumana anaonekana yupo kwenye bench. Sele anaonekana muda mrefu na kikosi hiki. Bruce Kangwa chomeka ndani, nzuri sana ile kwa Jody. Jody mwenyewe tu ile Jody ni yeye mwenyewe tu, lakini alipigwa 1-2 moja nzuri sana ile, alituliza akausahau na mpira. Wayo angeza kuumia bure. Jazo ndefu ndani kule, nyaka goalkeeper uzuri Mohamed Ndumbewe. Offside Hussein Bunu.
line 2 Mohamed Isa Zuberi pembeni kwa Mdindi, Juma Mdindi, Bunu taka kugeuka pale pale, napata kona hatimaye, na wenyewe wamepata kona ano kama hizo. Wameanza fupi ile Kisoki na Bunu. Kisoki tumbukiza ndefu ndani kule, Kisoki ametoka golikipa na kucheza, anauongezea kasi yule Abel Kasim Selemani. Muda mrefu Rasta Juma Mawazo haonekani sana. Jody Ngoma ametanguliziwa maridadi sana ile Donald Ngoma. Ngoma atakuwa na mpango wa kupika wali, maana ile katungua nazi kwa somanga pale, kama unaenda Lindi hatari. Sasa pale katungua nazi imekwenda juu. Jody ametanguliza ndefu mbele huku. Abdul Haji Omari ya mama amepata tumbukiza ndefu ndani kule. Jody angefunga ile, ingekuwa moja kati ya magoli matamu kweli kweli, ingekuwa moja kati ya goli zuri haswa, lakini mpira umeenda njole. Wadali Ela Richard Jody pigwa ndefu pembeni kule, akatoka nduki Abdul Haji Omari hama akamchungulia Jody alipo, akampelekea pale pale, lakini tiktak ile haikuwa nzuri kwake sana. Kati ya cross sana nzuri ile. Moja tu. Abdul Haji Omari analazimisha ile, amefanikiwa. Abdul Haji Omari tumbukiza ndefu ndani kule, nafasi ile, la haula. Aha. Yeye na nyavu alipambana huko Abdul Haji Omari, nguvu zikamsaidia, akaitumbukiza ndani kule. Jody yeye na golikipa akauzima vibaya. Anakosa nafasi kwa mara nyingine, nafasi yuko anajaribu shuti na makao uzuri, Benedicto anakamata, alijinyosha Juma Mawazo Rasta. Lakini akawa yuko sawa sawa. Mahama Abdul Haji, Mahundi Joseph, Idi Kipagwile, ambao umezuia asiondoke bwana Zuberi Mlindwa. Alitoa pasi akatenda kuyumba pembeni, akadhibitiwa. Ipo Jody pale na Dani. Jody cheza uzuri, golikipa bado mpira uko mchezoni, ameuwai mwenye golikipa Mohamed Ndumbewe. Idi Kipagwile, Idi ameshikwa jezi ile. Haya, Kasim Abel Kasim Selemani alitaka kujaribu kama usuli uko sawa sawa, unyoshe, ajiwekea moja, kunjuka yeye mwenyewe, umepaa juu ya lango. Donald Ngoma kapita, Idi Kipagwile amepewa, chukua ndani ya boksi. Kipagwile anamfinya ya kwanza, wa pili, Kipagwile cheza uzuri, golikipa Mohamed Ndumbewe. Idi Kipagwile alitaka kujigeuza afisa wa sensa, kuhesabu kaya moja baada ya nyingine. Pewa ile moja kwa kasi yake, kamfinya kwanza pale Mbaga, lakini goalkeeper akawa iko imara zaidi. Ndumbewe ndefu kwa Donald Ngoma. Donald Ngoma anaingia nao ndani ya boksi. Ngoma kapunguza moja, Ngoma
anaandika goli la pili kwa Azam FC. Dakika mwishoni kipindi cha kwanza, Donald Ngoma anaiandikia Azam goli la pili, mechi ya kirafiki dhidi ya Green Warriors. Kasim Selemani alimpunguza mmoja ile, akaitumbukiza ndani ya nyavu. Goalkeeper angefanya nini tena zaidi ya kumtafuta lawama tu? Warriors sasa wana mengi ya kujiuliza, imekuwaje? Naam, dakika 45 zimemalizika za kipindi cha kwanza. Penga cha mwamuzi Ibrahim Kapunguti ikiashiria sasa ni mapumziko. Dakika 45 za mwanzo zikimalizika, Benedict Haule akitoka salama, Mohamed Numbewe nyavu zikitikisika mara mbili, Jody akikosa mara mbili. Kijana Kasim Selemani ambaye alifunga goli la kwanza baada ya mabeki wale kufikiria pengine atakuwa motea. Green Warriors bado wengine wanaonekana wakilalamikiana wenyewe kwa wenyewe, lakini pia wanapozana kwamba huyu ni mechi ya kirafiki, tunajipima makosa, tutaenda kusaisha kwenye ligi daraja la kwanza, ligi ngumu. Usijajua kana nazungumza na mtu au anaripoti sehemu. Bubutu wa mbele kule, Idi Kipagwile anakaa uzuri. Bado Kasim Selemani cheza golikipa. Hey. Leo ana uchu. Uchu ni hamu. Kona ya 6 wanakwenda kupiga Azam FC kwenye mchezo huu wa kirafiki. Kaanza fupi, Masudi Abdalla, Mahundi Joseph wakurudisha nyuma kabisa kwa Kango Brusi. Captain Hussein Bunu za ndani huko, nafasi ile paisha juu, Salum Hamisi. Joseph Mahundi, Idi Kipagwile, Masudi Abdalla, Hama Abdul, Donald Ngoma, Kasim Selemani, Joseph Mahundi amenyanyua kwa Jody. Jody ameingia nao ndani, Jody tumbukiza ndani kule, kaa uzuri Green Warriors. Pambana ile, Salum Hamisi ameingia jezi nambari 5 kwa 11, kwa amekwenda kwenye bench. Juma Mdindi ameingia. Idi Nyambiso, Hussein Bunu kapteni naye anakwenda kwenye bench. Ameingia jezi nambari 9 Paul Ndauka. Anaonekana na yeye anataka magoli. Mechi ya kirafiki haina haja ya kuogopa hii. Haya, Idi Kipagwile kampungiza mtu, yeye ana kipa sasa. Kipagwile, la haula. Alishanyanyua watu huku kina Jafaridi Maganga, kajikuta amekaa ghafla, yeye mwenyewe anacheka, inakuaje? Moja nafasi nzuri sana aliipata ile, kupiga anajua mwenyewe. Akikuwa moja shambulizi zuri sana. Tangulizi wa Donald Ngoma, Kipagwile Idi itupa mbali kule kwa Joseph Mahundi, ameipata Mahundi. Abdul Haji anaitumbukiza ndefu ndani kule, gonga, wakati huu ameweka kwenye nyavu. Eli Dali Richard Jody ametegesha mguu tu, ngoma iende nyavuni, na ikafanya hivyo, ikatii maagizo yake. Abdul Haji Omari Hama alitumbukiza ile.
Jody akaona haiwezekani, kila siku anakosa yeye tu, kila wakati anakosa yeye. Wakati huu akaitumbukiza kwenye nyavu. Chezo zuri kijana Salum Hamisi. Nawekwa tena ndani kwa Salum Hamisi. Tumbukiza ndani, anaona isiwe tabu, anatoa nje Masudi Abdalla. Na kwenda kupiga kona ya pili. Jafari Kisoki. Tumbukiza ndefu ndani kule, kaa uzuri golikipa Benedict Haule. Bruce Kangwa. Tumbukiza ndefu ile kwa Jody. Richard Dela. Ingiza ndani tena kwa Bruce Kangwa. Kangwa anaitumbukiza ndani kule kwa Mahundi. Anaiweka ndani. Leo anaonekana kuwa na uchu sana wa kufunga. Leo alikuwa na uchu wa kufunga. Kasim Selemani. Mahundi akiwa amejiandaa kunjuke kombora. Abel Kasim anatokea, anaikuiba, lakini amefanya kazi nzuri na kuweka nyavuni. 4-0. Mtihani unazidi kuwa mkubwa kwa vijana wa Green Warriors. Wana mengi ya kufanya. Wana sehemu nyingi za kurekebisha kabla hajarudi FDL. Na hiki ni kipimo kizuri kwao, kwa sababu lengo la ligi daraja la kwanza ni ili uje ucheze ligi kuu, uje ucheze na hawa wanakupiga nyingi. Mahundi alikuwa ameshajiandaa ile lakini naye akawa muungwana. Hii ni mechi ya kirafiki na anajua bwa mdogo bado hajafunga sana, akaenda kumpa mkono akamwambia hongera, umefanya vyema, ungekosa tungezungumza mengine. Wanapata free kick Green Warriors. Masudi Abdalla. Jody. Kasim. Joseph Mahundi. Hamama akapita pembeni yake. Kampa, akamuona. Haya, Abdul Haji Hamama. Leo cross zake zote hatari. Tumbukiza ndefu ndani kule, ngoma. Abdul Haji Omari Hamahama akiendelea na crosses za namna hii itakuwa msaada mkubwa sana kwa Azam FC. Leo amekuwa na cross ambazo unaona atafanya jambo. Tunambukiza ndani huku, anawahi Paul Ndauka kwenye boxi. Ndauka ndani kule, Ndauka ingiza nzuri kwa Mawazo, imekuwa kijishuti. Juma Mawazo. Edi Kipagwile. Ndefu sana ile kwa Joseph Mahundi, ameiwahi. Mahundi kapita. Mahundi cheza uzuri, golikipa anautoa nje. Mohamed Ndumbwewe. Kama kuna limoja wamalizie wenyewe. Edi Kipagwile. Jody. Mishiwa tena Jody. Kasim. Masudi Abdalla. Panda mbele Dani ya Mo. Anaingia mkongwe kwenda kuweka mambo sawa. Shaban Dihile. Kipa muda mrefu kicheza Ruvu JKT, timu ya taifa ya Tanzania. Anacheza kitambo sana. Wanaingia wengi, lakini habari hapa itakuwa ni Selemani Ndikumana. Bado watu wana matarajio makubwa kwao. Chiru anaingia, Ndikumana anaingia, Paul Peter anaingia. Safu ya mbele ile inaonekana imebadilishwa yote.
Selemani Ndikumana, Aubrey Chirwa kienda kuongoza nafasi ya ushambulizi. Jody nje, Donald ongeza Popita ndani ya boksi. Popita kona. Mohamed Makatene amekaa uzuri, maana la sivyo alikuwa ajifunge hata yeye mwenyewe. Popita aliamua asiwe mchoyo, acheze na Aubrey Chirwa. Bruce Kangwa jaza ndani kule, naondosha David. Benedict Haule jaza na David Mwantika. Masudi Abdalla, Abdulhaji Omari, Kazuri Mohamed amepoteza. Aubrey Chirwa, Chirwa Gyokanao Sele. Mwamuzi anasema hakuna kilichotokea, lakini namna ambavyo ameingia mabeki wale wa Green Warriors kwa Ndikumana, shughuli bin shughuli. Ile mtihani kweli kweli pale mtihani. David Mbaga, Mahundi, Masudi Abdalla, Popita, Chirwa anaingiza chini, nafasi ile kwa Selemani, anaweka kwenye nyavu. Selemani Ndikumana, mzoefu mkongwe, hahitaji kupata nafasi nyingi sana. Nafasi kama ile ilimtosha tu kabisa kutumbukiza nyavuni mpira ule. Pasi moja tu, wameingia wawili, wamepasiana wenyewe. Assist ya Chirwa ikitua kwa Ndikumana. Alipambana pembeni kule Chirwa, kama unataka kutoka hivi akaufinya ndani. Na kwa mzoefu kama Selemani Ndikumana pale anakuachaje kwa mfano? 5 anaingia Aggrey Morris sasa. Amerejea mara baada ya kuwa injured kwa muda. Apewa kitambaa cha ukapteni, anakataa. Amemlazimisha, ambaye haiwezekani. Mimi nikacheza na kitambaa na wewe upo. Hiyo adabu hajafundishwa kule kwao Bulawayo. Bruce Kangwa, stahili pongezi. Ni kwenye mechi ya Stand United na Azam FC Shinyanga pale. Bruce Kangwa, Aubrey Chirwa anapambana, anaingia nao ndani. Aubrey Chirwa anaingiza ndani kule kwa Sele, ameiacha. Popita anawekwa chini. Mwamuzi anasema kabumbu liendelee. Dakika ikibakia moja tu. Masudi Abdalla, Masudi Abdalla naye alikwenda kujaribu chochote kitu. Beki ule akugusa mpira, refa naye akaangalia, sio kwa kiwango hicho. Unaongoza 5 Sajo. Naam, dakika 90 zikimalizika, Benedict Haule akitoka na clean sheet. Lango lake limebaki salama kabisa salimini. Magoli 5 wakikubali. Vijana wa Green Warriors wana mengi ya kufanya, wana mengi ya kuzungumza, wana mengi ya kujadili, kuna mengi ya kufanyia kazi ili wakayafanye vyema kwenye ligi daraja la kwanza kule.
Kabumbu likimalizika. Nini hasa ambacho nakitazama katika mchezo huu wa kirafiki kati ya Green Warriors na Azam FC? Gerson Haule kwa upande wa Green Warriors, kocha amepoteza mchezo huu kwa 5-bila dhidi ya Azam FC. Kiondoa magoli, nini hasa ambacho umefanikiwa katika mchezo huu wa kirafiki? Jambo la kwanza lazima tuheshimu Azam. Sio na hata tunajambo kuwaambia. Sijaja kuangalia kwamba tumefungwa goli ngapi. Je, tumechezaje? Na kesi tuko daraja la kwanza au kuna utofauti lazima tuonyeshe. Kwa hiyo nimewakubali Azam. Kwa upande wangu mimi hizi timu ilipoteza kwa ligi niliyokuwa nayo na wameenda vizuri. Tofauti na magoli kwa timu yako, nini hasa ambacho umefanya? Kitu cha kwanza sisi tunapoteza sana pasi. Kwa hiyo sisi tunapoteza pasi kwa mfumo. Azam wa speed ya Azam ni kubwa kuliko sisi. Maana nimesema kwamba ukiangalia wao kwa ligi kuu si daraja la kwanza. Kwa hiyo wao watakuwa wameona makosa mengi wao. Kwa game kama hii kurekebisha ili kuelekea mchezo wetu wa ligi unaokuja mbele yetu. Katika swala la umalizaji ambalo lilikuwa ni tatizo sugu katika kikosi chenu, leo mmeshinda magoli 5. Vipi katika upande huo? Katika upande huo bado hatujafikia katika asilimia nzuri. Pamoja tumeshinda goli 5, lakini tumepata nafasi nzuri za wazi nzuri zaidi kiasi kwamba tumezikosa katika mazingira ambayo unashindwa kushangaa mtu. Na maana tuna kazi ya kufanya katika eneo hilo, na vile vile katika eneo la marking bado tunapopoteza mpira ku react faster, bado tuna asilimia fulani hatujaifikia ile tunavyoitaka. Shukrani. Haya, asante. Makocha hao wa timu zote mbili wakizungumza nami, jina langu ni Masudi Lihenye na rejea kwake Pasco Kabombe kuhitimisha mazungumzo haya. Mwenzangu huyo Masudi Lihenye, dakika 90 zikimalizika, mimi ni Pasco Kabombe. Azam FC magoli 5, Green Warriors 0.